Sasa kabla ya kuingia haiatu, suna zingine zile za haia za mapambo ya swala, kaanza kwanza kuletea sijidati sahwi yenyewe, kwamba ukisahau moja katika hivi vitu 7 anakufundisha sijidati sahwi uijue. Anasema sujudu sahwi, kusujudu kwa ajili ya kusahau. Anasema huwa sajidatani baada tashahudi, ni sijida 2 baada ya tashahudi, wa kabla salam, na kabla ya kutoa salamu. Unasujudu mara 2 baada ya tashahudi ya mwisho, kabla ya kutoa salamu. Sisi tumeelewana? Sasa hapa tuangalie umezidisha au umepunguza, yote ni sawa. Pamoja wanazuoni wengine wanaona kwamba ikiwa mtu atazidisha katika swala, bali sijidati sahwi ije baada ya kutoa salamu. Ukiwa mtu umezidisha kitu kwenye swala, hiyo sijidati sahwi ije baada ya kutoa salamu, kwa sababu ukiileta kabla ya kutoa salamu umezidisha vitu vingi sana kwenye swala. Na ikiwa umepunguza katika swala, umepunguza jambo katika swala, bali sijidati sahwi zije kabla ya kutoa salamu. Lakini vyovyote utakavyofanya ni sawa, vyovyote utakavyofanya ni sawa. Anasema asbabu sujudi sahwi, sababu zitakazojitokeza zinazokufanya usujudu sijidati sahwi. Asbabu sujudu sahwi, sababu zitakazokufanya usujudi sijidati sahwi. Anasema moja, tarku baadhi min adhaafi swala, ni kuacha baadhi ya hizo sunna katika swala, sunna hizo zilizokokotezwa. Ukiacha sunna yoyote katika hizo zilizokokotezwa, ni moja ya sababu itakayofanya usujudu sijidati sahwi. Tarku baadhi adhaafi salati, ni kuacha baadhi asbabu sujudi sahwi, sababu za sijidati sahwi. Kwangu ameanza moja hiyo, tarku baadhi min adhaafi salati, ndio sawa. Kuacha tarku, kuacha baadhi min abadhi as-salah, katika hizo sunna za abadhi. Ukiacha moja au baadhi, itakulazimu usujudu sijidati sahwi. Kwa nini kasema baadhi? Maanake mtu anaweza akaacha sunna hizo, anaweza akaacha 2, 3, lakini je, ukiacha 2, 3, sasa unakuja kwenye kusujudu sahwi, kila mmoja utasujudu kwa ajili ya ile uliosahau. Haiwezekani. Sijida ni 2, hata kama umesahau 3, 4, sijida utasujudi mara ngapi? Mara 2 tu. Sisi tumeelewana? Ndio maana akasema tarku baadhi, kuacha baadhi ya baadhi swala. Mtu anaweza kasahau 2, 3, 4 na akakumbuka kwamba mimi nimeacha baadhi nyingi. Sasa kwenye kusujudu, atasujudu kwa mfano kaacha 3, atasujudu sijida 6? Sijida ni 2 tu. Hata kama umesahau nyingi, sijida zitabakia kuwa 2. Namba 2, fi'lu shay'in sahwan, ni kufanya jambo kwa kusahau.
umo ndani ya swala ukafanya jambo kwa kusahau, yubtilu amduhu as-sala, hilo jambo ulilolisahau ukiliacha kwa kusudi linaharibu swala. Sababu ya pili ya kusujudu sijda sahwi ni kufanya jambo, fi'lu shay, ni kufanya jambo sahwan, kwa kusahau. Yubtilu, hilo jambo linaibatilisha swala, amduhu, kwa kulifanya kusudi, lakini wewe umelifanya kwa kusahau. Kama umelifanya kusudi, swala inabatilika. Lakini madhali umelifanya kwa kusahau, swala yako inakuwa bado ipo, lakini utaleta sijati sawa. Anasema kalkalami kalili, kama kuzungumza kidogo kwenye swala, sawa. Sahwan, kwa kusahau, sawa. Mtu kaja fungue kwake, wewe umesahau kama uko kwenye swala, ukasema mezani, lakini unakuja bwana, nimemjibu afu niko kwenye swala. Ukimjibu amdan na unajua ni haramu kufanya hivi, swala inabatilika. Lakini madhali umemjibu kwa kusahau na umezungumza kidogo, sio story ndefu, kidogo tu, basi utasijidi sijati sahwi. Sisi tunaelewa. Sababu ya pili ya kusahau ni kufanya jambo katika swala kwa kusahau. Hilo jambo ungelifanya kwa kusudi lingebatilisha swala, lakini kwa sababu umefanya kwa kusahau, swala yako haibatiliki, na matokeo yake utasijidi sijati sahwi. Sababu ya tatu, shaku fi rakaati, ni kuwa na mashaka na idadi ya rakaa. Yani wewe unaswali lakini ukapata mashaka idadi ya rakaa ulizoswali. Ashaku fi rakaat, ni kuwa na mashaka kwenye rakaa. Anasema falau shaka fi adadi rakaat, lao anayeswali akapata shaka katika idadi ya rakaa alizoswali, sawa, allati sallaha, idadi ya rakaa alizoswali, bana ala al-yaqin, hiyo swala ataijengea kwenye yakini. Sisi tunaelewa, hiyo swala ataijenga kwenye yakini. Yakini ni nini? Anasema watamama swalata wasajadi sawi, kisha ataitimiliza ile swala, lakini atasujudu kwa ajili ya kusahau. Bana ala al-yaqin, wewe umeswali swala ya rakaa 4, sawa, umefika rakaa ya 3, unajiuliza hii rakaa ni ya 3 au ya 4? Sisi tumeelewa. Umechanganyikiwa, umeingia kwenye kuswali, yamekupitia mambo, mawazo, umevungukiwa, lakini rakaa uliyopo hujui hii ni ya 3 au ni ya 4, au hii ni ya 2 au ni ya 3.
au hii ni ya kwanza au ni ya pili? Sawa, anasema bana ala yaqini. Swala hiyo idadi atakayoenda nayo ni ile ambayo yeye anayakini nayo. Nitakwambia utaijua yakini. Mfano, mtu ameswali yuko kwenye rakaa ya 3, akawa anajiuliza hii ni ya 3 au ya 4? Yenye mashaka ni rakaa ya ngapi? Mashaka ni rakaa ya 4. Hii ni ya 3 au ya 4? Ya 4 ndio yenye mashaka. Sisi tumeelewana? Ya 4 ndio yenye mashaka, sio ya 3. Sasa ukisema ya 3 au ya 4 au uko kwenye rakaa ya pili, wewe unajiuliza hii ni ya pili au ya kwanza? Ya pili au ya kwanza? Ya pili ndio unashaka nayo, sio ya kwanza. Sisi tumeelewana? Kwa hiyo bana ala yaqini, ile ambayo una mashaka nayo unaitupa. Yakini si ya kwanza, sawa? Bana ala yaqini, basi utasema hii ndio ya kwanza, sawa? Ukishasema hii ni ya pili au ya kwanza, ya pili au ya kwanza, ya pili ndio yenye matatizo, unaitupa hii hesabu ya pili, unasema hii ndio ya kwanza. Hadha huwa albinau ala alyaqini. Hapa ndio umeibakisha swala kwenye yakini. Sisi tumeelewana? Kwa hiyo utasema ile ni ya kwanza, sawa? Alafu utaendelea kuswali mpaka mwisho. Ukishafika mwisho, kabla ya kutoa salamu, itabidi ulete sijati kwa ile shaka iliyokupata kwenye swala. Kwa hiyo sababu ya 3 ni mtu kuwa na shaka na idadi ya rakaa alizoswali, sawa? Akiwa na shaka ya idadi alizoswali, bana ala yaqini, hiyo swala ataiweka kwenye yakini. Ile rakaa ambayo alikuwa na shaka nayo anaifuta, anajenga hapa ambapo hakuna shaka, alafu anaendelea, sawa? Kwa hiyo shekhe anasema watamama swala, kisha atatimiza swala, wasajada lisahwi, kisha atasujudu sijda 2 kwa sababu ya kule kusahau na kupata shaka kwenye swala. Sababu ya 4, shekhe anasema naqlu rukunin qawliyin ghairi mubtilin. Naqlu ni kuhamisha, rukun kuihamisha nguzo, qawliyin ya kuzungumza. Nguzo yenyewe sio ya kitendo, nguzo hiyo ya kuzungumza. Nguzo hii ya kuzungumza umeihamisha, ghairi mubtilin, lakini nguzo yenyewe isiyo kuhamishwa hapo inabatilisha swala. Iwe nguzo hata kama ukihamisha swala ibatiliki. Fi ghairi mahalihi, kuipeleka hiyo nguzo sehemu si yake. Hiyo nguzo ya kutamka ukaihamisha ukaipeleka pahala si pake, sawa? Shekhe anatoa mfano, ka i'adati fatihati fi ruku'i, kama mtu akajikuta anarudia kusoma surati al-Fatiha kwenye rukuu, au sujudi, au katika sijida, au julusi, au wakati amekaa kwenye tashahud, badala ya kusoma tahiyatu yeye akawa anasoma alhamdu. Sisi tunaelewana?
Umerukuu, badala ya kuleta zile adhkari za kurukuu, wewe ukajikuta alhamdulillah unaisoma pale kwenye kurukuu au kwenye kusujudu au pale ulipokaa kwa ajili ya tahiyatu. Wewe badala ya kuleta zile adhkari ukajikuta ulimi umekupeleka wewe unasoma suratul Fatiha, alhamdulillah rabbil. Sasa suratul Fatiha ni nguzo kauli, nguzo ya kuzungumza. Umeihamisha kutoka kule kwake, umeileta pahala si pale. Sawa. Sasa hii nguzo haibatilishi swala, hata kama umeitoa kutoka kule kwake ukaleta pahala pengine, haibatilishi swala. Madhali ni nguzo ya kauli na haibadilishi swala, basi ukiona umefanya hivyo, umesoma suratul Fatiha, lete ile adhkari ya pale, lakini mwisho wa swala utaleta siyati. Kwa hiyo hizo sababu 4 ni sababu za kuleta siyati sahi. Kwanza ni kuacha baadhi ya sunna muakada zilizokokotezwa. Pili ni kufanya kitendo kwa kusahau, kitendo ambacho ukifanya kwa kukusudia swala inabatilika, kama vile kuzungumza kidogo ndani ya swala kwa kusahau, utaleta siyati sahi. Ukiwa na mashaka na rakaa ulizoziswali ya 3, utajenga juu ya yakini, mwisho utaleta siyati sahi. Nguzo ya 4, sababu ya 4 ni kuhamisha nguzo ya kitendo ya kauli kutoka katika pahala pake ukaileta pahala pengine. Mwisho wa swala utaleta siyati sahi. Sawa. Kwa hiyo kaleta sunna ambazo ukisahau itakulazimu ulete siyati sahi, na kakuletea sababu za siyati sahi. Anahama shekhe anatupeleka katika hayatu swala.